Mtu wa Mungu, ushauri huo hauwezi ukawa suluhisho la wewe kutoka kwenye teso hilo. Na washauri vijana kuanzia miaka 23, oeni. Leo hii angalia mtu amefia ndani na tuhuma sasa si wanawake. Hata mzazi wake akija kusikia atasikitika sana, maana baba ni wa siku nyingi. Na ni miaka nyingi akiwa amekaa. Kabla hata mwenye nyumba akai hapa yeye alikuwa anakaa. Leo hii na washauri vijana, oeni. Miaka 23, 22, oa. Na mtao na mabinti wengi. Kwa sababu wanawake wapo. Mnawakwepa kwa sababu ya majukumu. Ushauri huo hauwezi ukawa suluhisho ya wewe kutoka kwenye teso hilo, na wala sio njia ambayo unaweza ukapona moja kwa moja. By the way, ukitumia ushauri huo ambao ameusema huyu mama, ni kwamba ni sawasawa na kuziba kipande cha mkate kwenye shimo la panya, kwa sababu kilichomsumbua huyo mtu ama kitu ambacho kimepelekea huyu mtu kufa sio kwa sababu ya kukosa mke, bali ni tamaa ya zinaa iliyokuwa imetawala ufahamu wake. Na suluhisho sio kuoa, suluhisho sio kuoa ama kuolewa, kwa sababu hata atakapooa ukiamua uoe, ukiamua uolewe, lakini bado unasumbuliwa na tamaa ya zinaa, bado kujizini kutendelea pale pale, kujichua kutendelea pale pale, kupiga punyeto kutendelea pale pale, kitu ambacho kimepelekea huyu kijana kupoteza uhai wake, kitu ambacho kimepelekea huyu kijana kukosa uhai. Sasa ushauri ulio mzuri ama tiba ya kweli ambayo inaweza ikawa suluhisho hata kwa vijana wengine ama kwa mabinti wengine wenye shida kama hii, kabla madhila ama hasara ya uhai haijawapata kama ilivyompata huyu kijana. Zaburi 119 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii akilifuata neno lako. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Ni kwa kutii akilifuata neno la Kristo. Namna yoyote ambayo inaweza ikakusaidia, ama njia ambayo inaweza ikakusaidia kijana ama binti kuondokana na tamaa hii ya zina, ni kulifuata neno la Kristo. Kuliishi neno la Kristo namna gani lilitaka kijana uweze kuishi, kijana uweze kutenda, ndio itakuwa njia sahihi na salama ya wewe kupona. Lakini ushauri wa dunia hauwezi ukakupa faida yoyote ama matokeo yoyote. Hauwezi ukakupa faida yoyote ama matokeo yoyote. Nimekuambia kwamba kukimbilia kwamba kuolewa kwa lengo la kwamba ya kutuliza tamaa ya zinaa, yani ni sawasawa na kuziba kipande cha mkate kwenye shimo la panya. Kwa hiyo hali itakuwa vile vile, matokeo yataendelea kuwa pale pale, na madhira mwisho wa siku yatakupata, kwa sababu wapo wengi, pengine kama ujui, wapo wengi ambao wameoa na kuolewa, lakini swala la kujichua, swala la kujizini bado linaendelea kuwasumbua. Ni kwa sababu gani? Hiyo sio njia ambayo inaweza ikaleta suluhisho ama ikaleta majibu ya wewe kupona. Majibu ya wewe kupona ama kuwa salama ama kuwa safi ni kuisafisha njia yako kwa kulifuata neno la Kristo, kwa kuliishi neno la Kristo. Lakini tutakusomea pia kitabu kingine katika Mathayo mtakatifu sura ile ya 11. Mathayo mtakatifu sura ile ya 11 na ule mstari wa 28. Neno la Mungu linasema ya kwamba, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsi. Yesu anasema kwamba njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Pumziko la kweli lipo kwa Kristo. Hakuna pumziko lingine la mbadala juu ya swala hilo, juu ya janga hilo la kujichua ama kujizini. Hakuna pumziko la kweli, lakini pumziko la kweli lipo kwa Kristo peke yake. Yeye anasema kwa kinywa chake ya kwamba, nje wote msumbukao na wenye kulemewa. Tamaa ya zinaa imekukunja, janga la kujichua ama kujizini limekukunja, umetafuta namna kuacha, imeshindikana. Bado Yesu anakuita, bado Yesu anakutafuta ya kwamba uje kwake ili aweze kukupumzisha. Yeye anaendelea kusema ya kwamba, kwa kuwa mzigo wangu, nira yangu ni nyepesi na mzigo wangu, nira yangu ni, nitarudia tena mstari wa 29, sema, jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kristo peke yake ndiye awezaye kupumzisha
awezaye kumsaidia mwanadamu kutoka kwenye namna yoyote, hususan tamaa hiyo ya zinaa ambayo imepelekea kijana huyu kuweza kupoteza maisha. Lakini ushauri wa dunia unasema ya kwamba uoe kijana kwa sababu ya tamaa, bado itakuwa sio suluhisho, bado utaendelea kuteseka. Neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe. Amen.